Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Bwegane TV? Karibu tuzungumze michezo, na hapa ni ndani ya boti kuelekea kule Zanzibar. Yes, naipo na Baby Mary hapa. Kwani safari unaionaje? Safari nzuri, hali ya hewa inaridhisha. Jua linapendeza, bahari iko shwari. Kwa tuna enjoy kwa kweli. Yeah. Bwana, mapema sana, siku 3 kabla ya mchezo wewe tayari unaenda kutia timu Zanzibar. Hebu tuambie, nini haswa inakupa hamasa hii? Nafikiri hamasa kubwa ni kwa ajili ya maandalizi. Mechi kubwa, mechi tuna uhitaji nayo. Kila mtu kajipanga vizuri kwa ajili ya kwenda kuipa support timu yake. Ndio maana unaona nimetangulia. Kwanza lazima nikawapendezeshe watu watakaofika Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuona mtanange huu dhidi ya Stellenbosch. Ndio maana unaona siku ni nyingi, crew nzima ya Simba tayari iko Zanzibar, kuanzia management, timu na wote kwa ujumla. Kwa hiyo na si mashabiki tukaona sio nyuma, tukashirikiane ili ni jambo letu wote, kila mmoja kwa nafasi yake akaangalie ni namna gani tunafanya ili mechi yetu ikapate kuwa na wepesi. Yeah. Pengine watu wengi wamekuwa na wasiwasi kuhamishwa uwanja kutoka Benjamin kwa Mkapa na kauli mbiu ile kusema kwa Mkapa hatoki mtu. Pengine New Amani Complex mnadhani mnakwenda kutoboa mbele ya Stellenbosch? New Amani Stadium ni nyumbani kwetu. Mara nyingi tushacheza mechi pale kadhaa, na historia ya nyuma tu tulipotoka ilikuwa ni katika kombe la Muungano na tuliibuka mabingwa pale. Kwa hiyo hatuna shaka, ila tuliondoka kukiwa na pitch ya bandia. Tunarudi kukiwa na nyasi asili iliyopendeza, imetengenezwa vizuri. Kwa hiyo sina shaka, naamini kwa upana wa pitch ni sawa tu na Benjamin Mkapa. Tena itakuwa imezidi ubora kidogo kutokana na kwamba bado ni mpya na haijatumiwa. Ni kwamba sisi ndio wa kwanza kwenda kuanzisha ule uwanja. Lakini kuhusiana na uwanja kiujumla ni upungufu tu wa mashabiki ambao utaenda kuwepo katika uwanja wa New Amani Stadium. Nafikiri mashabiki kama 15,800. Ni watu wachache, lakini ni watu ambao tayari watakuwa ni support kubwa kwa klabu. Hili tumelipokea. Tunaamini hii ni nusu finali, tunatakiwa kujikwamua pale. Ili nafikiri mpaka mechi yetu tukiingia finali panapo majaliwa yake na mapambano yetu na Mungu akituwekea mkono wake wa heri, nafikiri tutarudi Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sina shaka kama mchezaji wa 12 nafasi yangu naifanya vema. Nimeondoka Dar es Salaam naenda Zanzibar. Ukiacha tu kuisambaza logo ya Simba Sports Club, lakini pia ni kwenda kuwahamasisha wale, kupeana utaratibu na nini. Tunahitaji kuwa makini, mechi ni ngumu. Stellenbosch ni timu mpya, lakini ni timu ambayo imejiimarisha vizuri kwenye mashindano haya na imemvua bingwa mtetezi Zamalek, sio jambo dogo. Kwa hiyo ni mechi ya iadi, mechi ya jasho, mechi ya nguvu. Na naamini kocha yote anayajua haya, na uzuri ni South Africa. Kwa South Africa nzie anawajua mbinu gani wanatumia, na hata tupa zile mbinu za kutumia na sisi ili katika mchezo huu tukafanye vizuri. Kwa hiyo sina shaka. Kikubwa tu dua, tujitokeze mashabiki kwa wale watakaopata nafasi ya kuweza kuziwai zile ticket, tukaisupport timu yetu. Na naamini hawatatuangusha. Wametufanyia makubwa toka raundi ya awali mpaka tumeingia group stage, tumetoka group stage tumeenda quarter final, tumetoka quarter final na sasa hivi tuko semi final. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwetu na ni ya kujipongeza zaidi. Mmeita uwanja wa New Amani Complex sehemu ya machinjio. Unaona mnakwenda kumchinja mtu? Mapema tu, lazima akakae kama nilivyosema. Tutarajii matokeo tofauti zaidi ya ushindi. Advantage kubwa inakuwa nyumbani kwako. Na ugumu wa mashindano haya ni pale unapoanzia nyumbani. Unapowini zaidi ni unapoanzia away. Lakini sisi tunataka kuona urahisi wa mashindano haya ni unapoanzia nyumbani. Kwa safari hii tunapoanzia katika dimba la New Amani Complex. Kwa sababu lazima tujipange vizuri. Mechi ni ngumu, mechi inahitaji support kubwa ya kila mmoja. Kila mmoja kwa namna yake angalie namna gani ya kupambana. Mwenye kusali asali, mwenye kuingia baharini aingie baharini, mwenye kuombea wachezaji aombee wachezaji. Yaani kila kinachohitajika kufanyika kifanyike. Kikubwa tunahitaji ushindi mkubwa, na ushindi wenyewe sio wa goli 1 wala 2, ni kuanzia goli 3 kuendelea, kwa sababu tunapomaliza hapa kwenda away. Nafikiri ile timu ina mfumo fulani wa uchezaji, wanajua sana kucheza na mechi zake za nyumbani vizuri. Lakini pia hata mechi ya away kama kaenda kupata ushindi away, ni timu ambayo sio ya kubeza. Ni wageni, tumewakaribisha kwenye mashindano. Sisi malegendari tupo live na tunaendelea kuwa, na safari hii tunahitaji finali. Stellenbosch imewasurprise sana mashabiki wa Simba kwa kufuzu kuingia nusu finali. Na wengi walitazamia Zamalek, na mashabiki wengi wa Simba mkasema hii safari ni Misri tena. Lakini ikaja Stellenbosch. Pengine kwa upande wenu mnategemea ni mchezo wa namna gani? Lakini pia bila shaka Baby Mary wewe mpenda soka, umetazama namna ambavyo wanacheza Stellenbosch. Ni watu ambao wanacheza mpira ni ngumu sana kuwafunga.
Tumejipanga vizuri. Kikubwa ni nidhamu ya wachezaji wetu. Tusiingie kwa mazoea kwamba hii timu ni ngeni. Tumeziona mechi ambazo wameshiriki kwenye mashindano haya ya shirikisho barani Afrika, lakini pia kama nilivyosema wamewavua ubingwa Zamalek. Sio timu ndogo. Tena amemvua ubingwa nyumbani kwake. Sio timu ndogo. Kwa hiyo kikubwa ni kuwaheshimu wapinzani, kuingia kwa nidhamu ya hali ya juu. Lazima tuusome kwanza mchezo. Na Fadru ni mtu mwenye akili nyingi sana. Kwa hiyo mimi sina shaka. Mengine machache atakamilisha yeye mwenyewe. Una imani na safu ya ulinzi kikosi chako? Safu ya ulinzi iko vizuri kwa sababu kwanza Karabu Shamo ni mtu ambaye amepata nafasi hivi karibuni na amefanya mambo makubwa. Ukiangalia juzi katika mchezo dhidi ya Al Masry pale Benjamin Mkapa, mipira mingi ya juu alikuwa yote akidhibiti vizuri. Lakini pia combination yake na Abdulrazak Hamza pamoja na fullback zetu pembeni kulia na kushoto Mohamed Hussein na Shomari Kapombe, lakini hata Valentin Nouma pale anapopata nafasi. Kwa hiyo sina shaka na eneo la nyuma, lakini pia tuna Spiderman pin Kamara. Yule ndo final say ya nyuma kabisa. Nyie fanyeni yote, mistake baadhi tu. Nafikiri anaenda kuzifuta zote na kuzisawazisha na kutuweka katika nafasi ambazo ni nzuri zaidi. Na kikubwa zaidi ni kwamba nafikiri anazidi kuimarika. Nafikiri katika mechi ya away dhidi ya Al Masry kiwango chake kilikuwa sio kizuri sana, tukaweza kupoteza goli 2 dhidi ya Al Masry. Lakini mwisho wa siku amerudi, anazidi kuimarika. Kadri siku unavyozidi kwenda unamuona kabisa anazidi kuwa sawa. Kwa hiyo sina shaka, tunamuombea tu dua pin Kamara akae katika hali yake ya usawa ili mechi hizi za nusu finali akafanya makubwa na vizuri zaidi. Katutolea juzi penalti 2, penalti za ushindi kabisa za kutufuzu katika hatua hii iliyofuata tuloingia sasa hivi. Kwa hiyo sina shaka na eneo la nyuma, sina shaka na eneo la kati, sina shaka pia na eneo la mbele. Mwalimu ataangalia tu. Kwenye eneo la mbele maneno yamekuwa mengi kwa kila ambacho anakionyesha saizi Lionel Ateba Mbida. Lakini unamuona Lionel Ateba Mbida mbele ya Mukwala? Wote mimi naona ni wachezaji wetu, lakini tu Lionel Ateba kwa hichi kipindi hapa kuna changamoto fulani anazipitia katika uchezaji wake. Ni ule striker ambao tulikuwa tushaitegemea kwamba ni mtu ambaye wa kutufungia magoli muda wote. Lakini sasa hivi utaona katika nafasi 10, 6, 7, 8 anaweza kupata 1 au 2. Nafikiri kuna uzito fulani anao katika ile eneo la kumalizia mipira ya mwisho. Lakini mwisho wa siku amekuwa ni muhimili, anazisumbua beki nyingi za timu pinzani. Unaona kabisa anapokuwa eneo la mbele pale timu pinzani zinapata tabu sana zile beki zake. Kwa hiyo sina shaka. Pia tuna Steven Dese Mukwala, ni mchezaji ambaye anajua kuzitumia nafasi. Kwa hiyo sina shaka mwalimu ataangalia nani anastahili. Wote ni wachezaji wetu na hata Lionel Ateba ni swala la kumpa muda, ajitahidi apambane na mazoezi vizuri, fitness iwe ni sehemu yake ya kila siku kutengeneza ili kuwa mwepesi katika kuweza kumalizia zile nafasi za wazi anazozipata. Hali ya hewa unaiona lakini hali ya hewa ni nzuri, Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Mimi nitakuwa live, kikubwa waje wanunue jezi original. Niko kwenye ofa ya hali ya juu. Kwa hiyo ukifika pale ncheki Baby Mary, pata jezi yako, kata tiketi yako. Subiri siku ya Jumapili, siku ya Pasaka saa 10 jioni. Pilau letu tunalilia pale katika New Amani Complex. Game inapigwa siku ya Pasaka Baby Mary. Game ni Pasaka. Sikukuu ikaharibika. Sikukuu haiwezi kuharibika. Kwanza tutasali mkesha usiku kwa ajili ya kuiombea dua timu yetu, na siku ya Pasaka itakuwa jukumu ni moja tu kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch. Zungumza na mashabiki ambao wako jijini Dar es Salaam na mikoa mbalimbali, pengine wanatamani kuona mchezo lakini kwa sababu umepelekwa Zanzibar basi kidogo wanashinda. Mimi nafikiri Zanzibar si mbali, na Zanzibar nauli yake sio kali. Si tunatoka Dar es Salaam tunaenda Mwanza, tunaenda Bukoba, tunaenda Kigoma, nauli zake ni kubwa, ni laki kwenda juu. Lakini Zanzibar nauli yake ni 35,000 kwenda na kurudi ni 70,000. Kwa hiyo ni mtu anaweza, mwanadamu yoyote yule mwenye mapenzi yake na Simba yake anaweza kuafford ile bei. Kikubwa kwa wale waliojiandaa wajipange vizuri, mimi nawatakia heri waweze kuja kuisupport timu. Lakini pia kwa watakao shindwa wasiache kuiombea dua. Mechi ni ngumu, mechi ya iadi sana hii. Inahitaji support ya hali ya juu. Na wale walioko Zanzibar wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuipa support timu yetu. Tumeona mashabiki ni 15,800, si wengi sana. Kwa wale watakaopata nafasi tusizichezee. Ni full shangwe mwanzo mwisho. Yaani tunawafanyia ubaya ubwela mpaka wasahau njia ya kurudi South Africa. Yaani sisi tutatangulia kufika kabla yao kwao. Okay, sawa. Mimi nikutakia safari njema, ufike salama.
Thank you. Umezingatia mfuko au safari kwako ni? Safari ni njema kwenda, ila kurudi ni kikubwa dua. Bwana mtazamaji wa Bugene TV, na hapa ni ndani ya boti hapa. Alikuwa anazungumza na Baby Melly, na hapa ndio safari kuelekea kule visiwani Zanzibar kushuhudia mchezo utakao kwenda kupigwa Jumapili. Itakuwa ni baada ya sherehe ile ya Pasaka kwa wale wa Kristo ambao